Kitabu cha Injili ya Luka 19:41 hadi 44. Aliyefika nisomee kama yupo. Injili ya Luka. Naogopa kwa nasoma, wengine watasema nimekuja na Biblia ya Katolo. Nataka wasome watu wakayenze. Kuna watu wanasema alikuwa anasoma kaukurasa kake mwenyewe. Biblia yetu ni moja. Nahitaji watu waelewe hilo. Bwana Yesu asifiwe. Aliyefika nisomee. Luka 19. Ndiyo. Mstari 41 hadi 44. 41 inasema. Inasemaje? Alipofika karibu, aliuona mji. Ndiyo. Akaulilia akisema, laiti ungelijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani. Ndiyo. Lakini sasa yamepita machoni pako. Ndiyo. Kwa kuwa siku zitakuja, ndiyo, adui zako watakapokujengea boma, ndiyo, likuzunguke, ndiyo, watakuzingira na kukuhusuru, ndiyo, pande zote. Ndiyo. 44. Ndiyo. Watakuangusha chini, ndiyo, wewe na watoto wako, ndiyo, ndani yako, ndiyo, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, ndiyo, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Bwana Yesu, libariki neno lako ulilolituma jioni ya leo likatimize makusudi uliyokusudia. Lakini acha mtumishi wako kinene kama ulivyopenda wewe leo, kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokuwa akiingia Yerusalemu, maandiko yananiambia alipoukaribia mji wa Yerusalemu akalia. Maandiko yanasema akaulilia mji. Sikiliza nikwambie, si kwamba Yesu alililia majengo, si kwamba Yesu aliyatazama majengo ya Yerusalemu akalia. Aliwatazama watu wa Yerusalemu, maisha waliokuwa wanayaishi, halafu akawahurumia. Maana Yerusalemu ilikuwa katika unabii ya kwamba utazingirwa na kupigwa sana, lakini wao walikuwa bize na maisha, walikuwa bize na mambo yao. Maandiko yanasema alipoukaribia ule mji, wala hawakujua kama mfalme Yesu anakuja. Hawakuona shauku ya kumpokea Kristo, waliona kama mpita njia. Lakini Yesu, kwa sababu ni Bwana na Mungu mwenyewe, akauona mji akaulilia. Maandiko yananiambia kwamba akawaambia, ingejua ya wapasayo kutenda, maana muda si mrefu mtazingirwa na wala hapata bakia jiwe juu ya jiwe. Wazee wa Kiyahudi walicheka, ha. Huyu kijana amechanganyikiwa. Sikiliza nikwambie, katika vicheko hawakukomea kwa Nuhu. Hata Yesu kuna wakati alichekwa sana, mahala pengine paka akawageukia akawaambia, ole wenu mnaocheka sasa, maana mtalia. Waliona kama upuzi kwao. Sikiliza nikwambie, Watanzania, ni wakati ambapo kila Mtanzania alipo ni wakati wa kugeuka, sio wakati wa kukaa bila Kristo. Haijalishi una miradi, haijalishi una biashara kubwa, haijalishi una mashamba makubwa ya mahindi au ya mpunga, siku inakuja ambayo imefichwa machoni pako. Sikiliza nikwambie, hata kabla ya mambo yanaweza kuwajilia wengi, lakini kuna jambo liko mbele yako peke yako. Unatembea ila hujui. Sikiliza nikwambie, sasa hivi tuko kwenye maandalizi ya Krismasi. Na dunia tulionayo, kuna dunia nyingine imefichwa, ambayo ni dunia ya giza, ambayo ni dunia ya walimwengu wa pepo wachafu, ambayo ni dunia ya kichawi. Sikiliza nikwambie, unaelewa? Unaliona hilo anga? Kuna nyumba hapo zingine zinaendelea za katika ulimwengu wa kichawi, ila macho yako hayawezi yakaona. Kuna watu nyumba zao ziko hewani, ila kichawi. Kuna watu wengine nyumba zao ziko kuzimu. Kuna watu wengine nyumba zao ziko kwenye mti, inawezekana ule mti unapendeka kupumzikapo wewe. Sikiliza nikwambie, sasa wana vikao kama tulivyo na vikao kwenye dunia hii njema. Wanapanga mikakati kama tunavyopanga. Yamkini kuna makanisa yamepanga mikutano Krismasi,
Lakini nataka nikwambie kwenye ulimwengu mwingine wamepanga. Kuna mama mmoja anajadiliwa afya yake inafaa kuliwa kwenye sherehe ya kuzimu Krismasi. Ila anacheka na ameshashona na gauni nzuri, na ameshaandaa mbuzi mzuri, na ameshapigiwa simu na wajomba zake na mashangazi zake wanakuja kula. Kumbe na yeye ni mmoja wa waliwa. Sikiliza nikwambie, Yesu alipoona Yerusalemu akaulilia. Hawakujua, walikuwa bize na maisha yao. Watanzania imefika kipindi wengine wanaliwa bora hata kuku. Kwa sababu kuku akitolewa kwenye banda, sisi kule tunanunua sana kwenye mabanda. Tena juzi nilienda nilikuwa na kaugeni kwa jamaa yangu, ameniambia kaninunulie kuku. Kaenda kusoti yale majogoo mazuri. Shilingi ngapi hiyo? Mfarobani toa huyo. Leo ngapi? 35 weka hapo. Nikaja nimepakata makuku kama 5. Nilikuwa naangalia, najua ila haya najua yanaenda kuliwa. Kwa sababu nilivyoyabeba sio kistaarabu, kichwa chini miguu juu. Nilijua haya yako analani moyoni, lakini kwa sababu yameamuliwa tu yale, hayana namna. Sikia mwanadamu mwingine asiyokuwa na Kristo, yani amepigiwa bajeti pamoja na kwamba ameshona gauni. Sikiza nikwambie, ninapokuambia nina uhakika na hicho. Sijawahi kuwa mchawi, lakini katika ulimwengu wa roho kuna mambo mengi sana nimeyatambua. Mengine yanafanyika hata kwa waziwazi. Mchawi mmoja akaenda kwa mke wangu kumkamata hivi. Mnyanyuka. Akamshika hivi asema, unafaa kama kuliwa. Mke wangu akaja kuniambia taarifa. Unaona huu wesu ulizidi hapa. Amen. Nimeleta mke, wewe unajadili kitoweo. Na mimi sinaga maombi ya kulemba mchawi. Hapo samahani. Wanasimama na andiko, Mungu umesema usimwache mchawi aishi. Lazima apigwe, apigike, afe na kaburi tulione. Amen. Sasa ninachokuambia na uhakika nacho, wanapanga budget. Ya mkini wewe ni white, wanasema nyama ya white tuna siku bila kuila. Tangu tulipokula zile za weusi, Krismasi hii tunataka weupe. Na wewe umeishi, Yesu humtaki. Uko bize. Tena sema wiki za sikukuu hizi natakiwa nifanye bize na biashara, nikusanye mapato. Wewe unakusanya zingine. Sikia, Yesu akauangalia Yerusalemu, akaulilia. Alipokuwa anatoa machozi, hakuna aliyetambua kwamba Yesu analilia nini, lakini yeye akasema, mungelijua yawapasayo kutenda, mungegeuka leo. Kuna watu wakayenze wanaishi, hawayajui yawapasayo kutenda, wanafikiri wapo tu. Sikia nikwambie, wewe sura yako hiyo inajadiliwa kuliwa. Wachawi ni wajinga, hawaangalia hata cha wembamba, hata kama mwembamba kama huu mhubiri, eti wanataka wale. Kwa hiyo usije ukasema kwamba bora mimi ni mwembamba. Bora aliye na Yesu. Bora aliye na Yesu. Nataka nikwambie, kijana mmoja niliyokuwa namwambia kuokoka, anakataa. Kile ukimwambia kuokoka anakuambia, wewe wanaohubiri ni wazee. Mimi nimeanza kuhubiri nikiwa nimemaliza shule mwaka 97. Nikaanza kupiga injili. Wakasema, ukianza kuhubiri bado uko mdogo, uanze na chenguka ya akili. Eti utakuwa taira. Nikasema ngoja nilithibitisha neno la Mungu. Maana linasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Nione kama nitakuwa tahira au nitakuwa na maarifa. Tangu nimehubiri mpaka sasa sijawahi kuacha, na wala sitegemee kuacha. Wale wauzee unaokuja kazi, ndio nakuja kufanyaje? Wakati nataka kuhubiri mpaka ile ambao hawajawahi kuiona nikihubiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Natamani kuhubiri. Wakati fulani nilipokuwa nina mkutano wa siku 5 pale Rwamgasa nikihubiri, kuna mtaa mmoja Rukilini, mtaa ambao ni wa taabu na shida, ambao wengi wanauogopa. Wakati naendelea kuhubiri, kikatokea kiumbwa kidogo hivi, kitoto cha umbwa, kikasambaza mkutano wote. Nikasema msikimbie, nyamanzeni.
Ilikuwa ni vita, maana mchawi haji kwa sura ya unayotarajia, anakuja kwa sura yoyote. Wakati huo ninajiandaa kusimama kwenye jukwaa kuhubiri, nasikia tumbo linakatakata paka kwenye mgongo. Nikasema na katika nalo kwenye Injili, siailishi kusimama. Niliposimama mkatiko kwa heri, ngoja nikushughulikie shetani. Amina. Lakini kesho yake walimkuta yule mtoto wa umbwa amekaukia kanisani. Wakanipigia simu, nimeshaenda na nyumbani, mwinjilisti, kale kaumbwa kaumu kanisani kamekauka, hatujui kameingiaje. Sema mtajua nyewe mnao kapeleka kaligusa waya wa umeme. Sikia nikwambie, sina masiala na Yesu, maana namkubali na mtambua. Kama sio yeye mimi nisingeliishi. Mungu ni mwema na mwaminifu sana, ni Mungu mkuu. Lakini nataka nikwambie, Kayenze Yesu anaiangalia. Kuna watu wanawalilia, wengine wamebakiza wiki 3, wengine Krismasi hawataila bila kukimbilia kwa Yesu, wamekwisha kuwekwa kwenye darubini zao. Nataka nikwambie, mama mmoja mchawi alikuwa akihojiwa, anasema sisi darubini zetu ziko kwenye kiganja, nikiweka vitu vyangu hapa na waona watu wote, na wale tunaotarajia kuona nyama tunawaona. Leo kuna wengine wameingia kanisani yani kama nusu wamo nusu hawamo, na wewe utaliwa. Sio kwamba kusema Yesu Yesu watakuogopa, wanataka waone Yesu yuko ndani yako. Bila hivyo wewe unaliwa. Na machawi yalivyo mashamba, yalivyo majinga, yanakula paka na wenye ukimwi, yanakula tu, hayana hata huruma. Yanajua kabisa huyu mtu ana VVU, yanaenda kutambagura tu kula. Shida hiyo. Yangekuwa na chagua wenye ukimwi wangesema afadhali sisi. Hakuna, wewe umeathirika, yana budget na wewe. Kupona kwako ni Yesu Kristo kuwa ndani ya maisha yako. Yesu akaangalia Yerusalemu, akaona watu wanapita pita, wako bize na maisha, lakini Yesu kwa sababu ni Mungu alijua eneo waichia wa Yerusalemu, akajua eneo wakabili, akawalilia. Wengine wakuyaona machozi ya Yesu kuwa yana sababu maalumu, wakaona kama mchezo, lakini yeye akalia. Kuna watu wa Kayenze, nataka nikwambie, Mungu anawalilia. Ni kwa nini? Ndio ilikuwa kwamba nimalize ibada nisepe zangu katoni. Hichi kwa nini? Jioni tena nipo. Alafu kwa nini napewa kuhubiri? Alafu ananipa Mungu neno hili. Kuna mtu mmoja Mungu ana haja naye. Kuna mtu mmoja tu Mungu ana haja naye. Sikiliza nikwambie, wewe hujachenga chenga kufikisha miaka hizo ulizo nazo. Unafikiri wewe ni mjanja unachenga eti? Unajua kwa kwepa. Unajua kwa kwepa. Wakati nilikuwa nawasimulia, tulikuwa na wakina nani? Mzee kabisa. Wakati fulani niliwahi kutumiwa vitu fulani. Nalawa nilikuwa kwenye kazi fulani. Ghafla nikasikia na ng'atu wa nyoka. Nikaruka juu. Nikaangalia nyoka simuoni. Nikaanza kusikia jasho. Nikakaa. Nikaanza kutafakari, nasikia kama sumu inapanda. Nikasema mbona nyoka simuoni? Nikawaza, nasikia mguu unaendelea kufa ganzi. Nikaamuru, nikasema Bwana, wewe nyoka mkuu aliyemeza nyoka wote wa waganga, naomba ufyonze sumu ya kichawi iliyomo ndani yangu. Naenda kwa ushindi nyumbani, sitaenda kwa kutambaa. Bwana uishie milele. Umetukuka, wewe ni Ebeneza, hata sasa unanisaidia, uniponye. Nikasikia ganzi naanza kuishiria kama dakika 45. Kaona jasho linanitoka. Alafu nikatoka, niko special kwenda nyumbani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Bila Yesu kupona kwako wewe, bila Yesu
Mama mmoja akajichanganya, nikamkuta nyuma ya nyumba yangu. Nela wanawanga bila adabu. Yuko wima wa chumba. Sikia nikwambie, hawaangalii cha kwamba paka pafunguliwe. Palikuwa pamefungwa. Ila wakati tumemaliza kuomba, ilikuwa kama saa 5 usiku. Kamwambia mke wangu, mbona najisikia kutoka nje? Sema na wewe toka nje. Hii saa 5, sema hapana. Nataka niende nje. Ila sikuwa na sababu ya kunipeleka nje. Ila nasikia roho inaniambia nenda nje. Nikaenda nje. Kaniambia zunguka nyuma ya nyumba. Nikazunguka. Nikamkuta amekazana. Mara nafanya hivi mikono. Sasa nikakata kishoka kwanza hivi. Kampigia hesabu anafanya nini? Mbona sioni manyanga? Amebeba nini? Na zumuni lake ni nini? Nikakoa. Akageuka akachuchuba akakimbia. Nikasema umenona, bora ungekaa ukaniambia mzee, samahani nilikuwa na shida nyingine. Sasa kwa sababu umekimbia, miguu iliyokanyaga ndio miguu naenda kukanyaga. Nikaenda pale na mimi nikaiga mwendo ule wa kuanga. Nikasimama vile alivyosimama. Na mimi nikaiangalia nyumba vile. Ila tofauti yake kama matamko. Nikasema Bwana, ninajua alikuwa anatamka mabaya. Aliyokuwa ameyakusudia ninayafungasha vizuri, halafu namrudishia mara 7 ila kafaidi vizuri. Bwana uishie na utimize. Amen. Nikarudi ndani. Nikasema mbona umechelewa sana? Kulikuwa nani? Nimesubiri kusimulie. Kuna mama mmoja nimemkuta anafanya 1, 2, 3. Lakini kesho utayaona majibu kama ndiye au si. Haleluya. Mimi nikaamka naenda bustani ni kwangu. Sina shida, sina shobo na mchao. Kaondoka zangu. Nenda kufanya kazi. Kumbe yule mama alikuja akawa anaangalia kama nipo. Baadaye akafika akasema, "Mama, baba mkwe nimemkuta." Sema hapana, ameenda kazini. Yaani jana amenitabisha. Nilibanwa haja. Kila bafu na kila choo nilikuwa naendamo na mkuta amejaa. Yaani kwa kweli amenitesa. Kasema kaja kaniambia mke wangu, nisema na nilimtabisha na bado nitamtabisha. Sio mwisho wa kutabishwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ndipo baada ya jua kutua, kesho yake jioni, naambiwa yule mama ni mgonjwa. Asubuhi yake wamepeleka kwa mganga. Mchana imeshindikana, ni mfululizo. Dozi ya Mungu sio ya wiki. Amen. Sio ya kwamba utakufa pole. Ni haraka ili majibu ya mwendee aliyeomba. Haleluya. Amen. Asa alipopelekwa kwa mganga, akalalako siku moja wakamkataa. Wakamleta, nikasema nikamsalimie kama ataweza kuzungumza na mimi, akitubu nimwombee sala ya toba. Leo nichome na niambie huwa wanarukaje, huwa wanapitaje kwenye ukuta, vyote aniambie. Kaenda. Nilipofika pale, kumbe amepigwa. Hawezi hata kutamka. Akitaka kuongea mate yanajaa mdomoni, yanamwagika kama bakuli la maji. Kila akitaka kuongea yanajaa maji. Nikaona ananifanyia tu hivi mkono. Na mimi tulia mpaka useme. Jioni nikaona tena wamehamisha. Wanapitisha kwenye uwanja wangu. Wanapeleka kwa mganga mwingine. Ndipo nikasikia hasira, nikasema wanapitisha mpaka na kwenye uwanja wangu. Kamwambia mke wangu, huyu leo hatarudi. Haleluya. Sikuogopeshi, lakini nakwambia Yesu ni Bwana. Sikutishi, ila nakwambia Yesu ni Mwokozi. Hajatoa machozi bure kwa Jerusalem. Alikuwa na sababu maalum. Yule mama walimpitisha kama saa 10 jioni, saa 1:30 nikaona mkeka unafanya hivi. Wanarudisha tena. Kwa heri mwalimu. Nikasema tatizo hayasikiagi. Hayaelewi.
yanajiuliza kwamba huyu alienda vibaya. Yangekuwa ameshatubu yote. Kwa sababu mengine paka yanaenda na makanisa. Tena unakuta kwa kulia linajitahidi. Anakulilia leo. Anajua mateso ambayo yako mbele yako. Anajua, anatambua. Mama mmoja nilipokuwa napanda mpunga na mke wangu shambani. Huku tunaimba nyimbo za rohoni. Lenyewe limekaza jicho. Linamwangalia mke wangu. Naona moyoni kwa nasema hende bali kwa babu umpika pimbi. Sasa yule mke wangu kumba akatoa jicho hivi akasema, baba, mbona huyo mama ameshailisha hata kazi amenikazia jicho. Nikasema unayo mamlaka ya kulimoa jicho. Hata kama yuko kule, unatamka na limoa hili jicho kama lina hila, na litupa kuzimu na lifunga. Usiwe na wasiwasi. Akasema, sasa si utamke. Nikasema imekwisha kuwa, maana hatujaribii. Kazi anayo leo huyu mama. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunatoka jioni kupanda mpunga wetu. Tukapumzika. Usiku wa manane. Nasikia kayowe. Na mimi nimechoka. Mkaanga ananiambia, sikia yowe, nenda kwenye yowe. Pumzike, tumeingia ni mashida ya watu yanasumbua. Sema hapana, mzengo itakuelewa vibaya. Sema haya basi ngoja niende. Nikachukua kanondo kangu. Wapi? Huko. Nikauliza wapi? Huko tunavuka huko. Na mimi unaelewa kwenye jamii hatutaki kujitenga. Siendi kupika lakini unaweza kukutana hata na limweha. Lazima uende na silaha. Wapi? Huko. Mwisho tunakatia kwenda kwenye nyumba ya watu, tunakuta watu wamejikusanya makundi. Kimya. Nikasema kulikoni? Hapa ni yule mama ambaye huwa mnaye ujirani naye kale kaambuka. Yule mwenye jicho lile kwa lahira asubuhi. Amen. Nikasema sio mimi. Nimekutana Mungu mwenyewe. Bwana sasa. Unaelewa majeshi ya Mungu ni mengi. Misri walitumiwa mpaka majeshi ya vyura. Haleluya. Amen. Niliwahi kuona chura kinapanda mlango pale kwangu. Nikakikuta juu kabisa ya mlango juu. Nikasema hivi kumbe wachawi wanatumia silaha zote. Hasa tangu lini chura naye anapanda mlangoni mpaka juu halafu ananiinginia kama popo. Sema haya ndio nashughulikiaga sasa. Hapa ndio najichukuliaga ujiko. Mke wangu akasema kwa nini? Nasema wewe tulia nikuonyeshe. Kanda mbili huko wapi nikashikilia. Sema leteni situri. Kaleta kwa sababu mlango ulikuwa mrefu nikapanda. Nikasema ndala naanzia na Yesu ndala baadaye. Kwa jina la Yesu. Akadondoka. Nikasema chura alivyo mgumu kufa. Mbona unanyosha miguu kufa hivi? Sema kipo kinachotibua kama mtu amejifisha lazima agaagaza hata mkono hivi. Nikafuata moto. Moto kali. Nikasogeza. Hamuna. Nikasogeza. Hamuna. Nikaweka hapo. Hamuna. Nikaleta na lingine kaweka hapo. Hamuna. Kisha habari zake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ataenda kuwapa habari zao kwamba hakuna cha vyura, hakuna cha popo, hakuna cha njiwa, utakavyokwenda umenona. Ni habari za Yesu huyu. Amina. Yesu anafanya mambo ambayo wengine wamefichwa machoni pao. Hawawezi wakajua kama wasivyojua siku ya kuijiliwa kwao. Wenyewe wanasema mimi ni kijana bwana. Mimi mtanashati. Wanakufa wazee. Kwa taarifa kama kuna kijana ambaye hajaokoka. Mjadala uliopo nyama ya Krismasi ni ya kijana. Mimi nakwambia hawali tena nyama ya mzee. Wewe kama una uwezo wa kuhudhuria vikao vyao vya uchawi, nenda leo ukawaulize. Kwanza hapo walipo wanasaga meno nimetibua asili. Kuna kijana mmoja kama hataokoka, Kayenze mtaenda kushiriki msiku. Wamekula.
Alafu kuna kamsema ambao wameshadanganyana wengi. Mpaka mchungaji wangu anasema jini akaepukeje. Bwana alitoa, Bwana ametwaa. Una uhakika? Alikwambia yeye ndiye ametwaa. Wakati kuna wakekuru kule wako wanagombani. Wengine wanasema mimi napeleka kitu, mimi tako, mwingine alafu anasema Bwana ametwaa. Kauli ambazo zinaleta utata sana. Bwana tunakuna katisha tu amba nenda kwa amani uliko huko. Basi. Sasa Bwana paka anashituka. Mimi sijatoa ila nilitoa. Aliyetoa ni mwingine. Yesu akalia. Kuna mambo yanazingirwa juu ya mtu ila yeye hajui. Kuna magonjwa yameandaliwa. Nikapokea ushuhuda mwingine huu ya kwamba kule kuzimu na tabia moja wanaandaa jeneza kabla ya tatizo. Halafu lile tatizo wanaligonga muhuri. Kama wanamtafuta Jumanne, wanaligonga muhuri wa Jumanne. Ndipo kwenye kikao wanawaza tutamletaje kwenye hili jeneza kwa tatizo lipi? Zinaanza mikono kama vikao vya dharura vilivyo. Mchamu mmoja kutoka kwa Mugasa ananyosha. Karibu. Mimi naona tusababishe ajali kwake. Kwa wakati gani? Mwingine. Naomba wakati anavuna maharage aanguke na basikeli. Hawataelewa wengi. Yaani ajenda kama zote. Ila uletwa tu kwenye lile jeneza. Wanatengeneza kila kinachowezekana. Wanaweka na tarehe ambayo wewe huwezi ukavuka maana huijui. Wanatuma mtu, wanamwambia kamgonge muhuri unaofanana na wajeneza lake. Kwa unagongwa muhuri, unaanza kuitwa paka tarehe iliyokusudiwa uingie kwenye lile jeneza bila kupenda, utake usitake. Wewe kama ni ajali ya gari wanaiandaa. Utaenda tu safari usioitaka. Hata kama una pikipiki utasema ama pikipiki nao unaona jaa vumbi mno, niende kwa gari. Sikiliza nikwambie, kuna watu wanatembea ila maisha yao yako kwenye 18, yamejadiliwa, yamewekewa muhuri na hawawezi kujinasua isipokuwa akimpa Yesu maisha. Kuna tendo hili linalofanyika. Wachungaji tu akianza kuomba, sema maneno haya: Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakuja kwako, unisamehe dhambi. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Paka na kuzimu inapoteana. Moto. Jeneza halipo. Taarifa za yule mtu zinapotea. Ila namaliza mchungaji kusalisha sala toba mtu yule. Wanaanza kuulizana. Jamani, ajenda na karatasi zinazomhusu Jumanne ziko wapi? Si zilikuwa hapa. Nani aliyekuwa ameambiwa kuzitunza? Aliyekuwa amepewa kuzitunza ananyosha mkono anatetemeka. Ni mimi. Zimeenda wapi? Nimeona zinapotea. Mtu mmoja shupavu, simama, kalete taarifa za Jumanne yuko wapi na umsogeze kwenye skrini yetu. Sasa wakati wamemaliza kumsalisha sala toba, wanaweka mikono, wamemuombea, anafunikwa na utukufu. Kwa hiyo kila wakipiga rada zao ili wamlete kwenye skrini, inawaka moto. Anasababisha ajali zingine kuzimu. Wanasema, hebu acheni kwanza mpaka tufanye utafiti, huyu Jumanne ameenda wapi. Sasa mkuu anasema yamkini ameenda kwa yule mtu anayewatetea watu wote duniani. Bwana Yesu asifiwe. Maana hawezi wakamsema kwa jina, atasababisha tena taharuki na hali mbaya katika kiti chake. Kwa hiyo wanapoteza namna hiyo. Sasa yule mtu anakuwa kwenye usalama. Kinachofanyika, ndio maana tunashauriwa uishi maisha ya utakatifu. Anatumwa pepo mchafu kila sana kila day awe karibu na wewe kukusababisha kurudi. Kwa hiyo hatua yako ukipiga hivi, unaona malaika wanatuzingira. Kapepo kwa sababu kanaogopa nguvu ya Mungu, kanakuwa mita kama 30 mbali wewe na malaika na kenyewe nyuma. Kanaangalia ni wapi katakushikisha, yamkini kwa kutamani, yamkini kwa kupigana,
na mkini kwa namna yoyote, ili wakurudishe na wakupeleke kwenye ule utawala wao, wakumalize. Lakini ashukuriwe Mungu wetu ambaye anatulinda. Ashukuriwe Mungu wetu ambaye anayaona maisha yetu. Hata ruhusu tuonewe. Hata acha kutulinda hata. Yes. Simama hapo ulipo. Mwingine